Mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini haya hayatuzuii sisi kuzungumza michezo, ndio maisha yetu. Niko na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Alex Ngereza, na hapa anakwenda kutupitisha kwenye kile ambacho kimeendelea hivi sasa baada ya Simba Sports Club kumnyuka Al Hilal. Simba ya Pantev pila tatu limeanza kuonekana. Kwanza tufahamu Pantev ambaye alikuwa Madagascar, kwa maana alikuwa Gaborone kwa upande wa klabu ya zamani, na sasa hivi yupo Simba. Simba itapata mabadiliko kiasi gani kutokana na kocha huyu aliyokuepo? Vijana waliokuepo Simba wataweza kweli kutumiwa vizuri na Pantev? Alex Ngereza, tuanzie hapa. Sasa kuwatumia vizuri vijana atategemea pia na vijana watakavyompokea. Kwa sababu mwalimu anaweza akawa na dhamira ya kuwatumia vizuri, lakini wao wakashindwa kutekeleza ile dhamira ya mwalimu ili aweze kuwatumia. Pantev ni kocha mzuri sana, lakini ana wachezaji ambao ni average kwenye klabu ya Simba. Kwa maana anakuta wachezaji ambao sio kwenye daraja la juu sana. Maana yake inabidi wachezaji wamsikilize kwanza yeye anachokihitaji, awafanyie improvement ya performance zao ili waweze kukuja kwenye level kubwa ya kiushindani, na hapo ndo anaweza kwenda kunufaika. Lakini kwa sasa hivi ana wachezaji kwenye maeneo mengi ambao ni average players, wachezaji ambao ni wa quality ya kawaida tu, ambayo inahitaji zaidi ubora wa kimbinu kwa mwalimu ili kuboresha uwezo wao na waweze kuwa wachezaji wazuri zaidi. So naamini kwamba Simba wamepata kocha mzuri, lakini bado Simba hawana wachezaji wazuri. Simba wamepata kocha mzuri, lakini bado hawana wachezaji wazuri. So sasa hivi wanahitaji sasa kumsupport mwalimu, apandishe viwango vya wachezaji waliopo, lakini pia wamsupport mwalimu kwenye usajili, wamletee wachezaji wazuri zaidi ili aweze kuifanya Simba kuwa timu tishio zaidi. Kwenye wale ambao labda wanazungumza wachezaji wa Gaborone walikuwa na uwezo wa chini zaidi kushinda hao ambao hapo Simba. Kwa hivyo ni kama Pantev amekuja kupata wachezaji ambao wana ubora zaidi ya wale wa zamani. Kwa hivyo kwenye kuwatumia itakuwa ni rahisi kwake. Unajua katika hali ya kawaida unaweza ukaona kama Gaborone wana wachezaji wa kawaida kwa sababu hawasajili wachezaji kwa gharama kubwa. Lakini ujue ile ni timu ambayo tayari ishatengenezewa misingi yake. So hata kama ni wachezaji wa kawaida, lakini kwenye misingi ya kiuchezaji wameiva vizuri kwenye ile misingi ya kiuchezaji. Wana uwezo wa kucheza vizuri kwa sababu wameshatengenezewa misingi mizuri. Pamoja na kwamba tunaona sisi ni wachezaji wa kawaida. Na sisi kwetu tuna ile mentality kwamba mchezaji akisajiliwa kwa pesa nyingi, basi ni mchezaji mzuri. Lakini ujue mchezaji kusajiliwa kwa pesa nyingi au pesa ndogo, hilo ni jambo lingine, na mchezaji kuwa mzuri ni jambo lingine. Kwa mtazamo wangu, Simba ina wachezaji ambao wana majina kwa sababu ile ni Simba Sports Club. Lakini kwenye swala la viwango vya mchezaji mmoja mmoja, wana wachezaji ambao hawajaachana mbali na wachezaji wa Gaborone United kwa maana ya ubora. Ila ukisha kuja Simba, ile ni Simba Sports Club, automatically hata value yako sokoni ukishatambushwa kama mchezaji wa Simba inakuwa kubwa. Automatically pia watu wanaanza kukuogopa, kuhisi kwamba wewe ni mchezaji bora zaidi. Sasa ile inatengeneza sasa hata fia kwa timu pinzani za kuja kucheza dhidi ya Simba zinaanza kuwa na hofu. Lakini leo huwezi kuniambia eti Semfuko analingana na ubora na mtu kama Laina Nyane. Huwezi kuniambia eti Kip Dennis analingana ubora na mtu kama Laina Nyane. Haiwezekani. Yaani Gaborone wana wachezaji wazuri, ila tunasema ni wachezaji wa daraja la kati kwa sababu hatujawahi kufuatilia sana ligi yao, kutazama weekend to weekend kwamba wanatoa viwao wanacheza vipi. Na kwa sababu ni ligi yao pia sio ligi bora barani Afrika, automatically tunaamini kwamba wachezaji wake wengi ni average. Lakini hata Simba ina wachezaji wengi ambao pia ni average. So tunahitaji kumuona mwalimu sasa akienda kufanya vitu vya ziada ambao vitaenda kuwafanya wachezaji wa Simba wawe wachezaji wakubwa na wawe na uwezo mkubwa wa kuibeba timu. Tuhame hapo, tuzungumzie mchezo wa leo ambapo Simba Sports Club amekipiga dhidi ya Al Hilal. Mechi iliisha kwa Simba kushinda goli 2-1. Kwanza Al Hilal alikuwa ni mpinzani wa namna gani kwa upande wa Simba Sports? Of course Al Hilal tunajua ni timu kubwa sana barani Afrika. Ni moja ya zile timu ambazo zina uhakika walau wa kwenda group stage kwenye kila msimu kwenye michuano ya klabu bingwa. So kuhusu quality ya timu huwezi kuwa na mashaka. Mashaka yatakuja kwenye performance ambayo walionyesha kwenye mchezo na Simba ambao walionyesha kwenye mchezo. Al Hilal akamfunga Simba, akamfunga Yanga last season. Yaani ndani ya miaka mitatu Yanga kafungwa na Al Hilal, kati ambazo tunaamini kwamba Yanga ilikuwa na kikosi bora zaidi. Kwa hiyo Simba kumfunga Al Hilal, hiyo inakupa picha kwamba tayari mwalimu ameanza kazi yake vizuri kwa sababu amecheza dhidi ya wapinzani ambao ni bora zaidi. Sawa.
Lakini pia Al Hilal ndio kocha ambaye ndio ilikuwa anafundisha na Florai Beng ambaye ametoka pale kuja kwenye klabu ya Azam FC. Kwa hiyo unaweza ukaona pengine pia kuondoka kwa Ibenge kwenye kosti ya Al Hilal pia kumleta uafadhali pia kwa upande wa klabu ya Simba. Kwa hiyo inawezekana Simba wamemfunga Al Hilal sasa hivi kwa sababu Al Hilal imepungua ubora tofauti na ile Al Hilal ambayo iliwafunga wapi Yanga. Pengine kama angekutana na Yanga ile na Al Hilal ambayo iliwafunga Yanga, pengine Simba wasingeweza kuwafunga nani? Al Hilal. Kwa nini nasema Al Hilal ubora umepungua? Kwa sababu kwanza kocha Ibenge ametoka kwenye timu. Issa Fofana goalkeeper wao wa bora kabisa kwenye kikosi ameondoka. Lemine Jaju ameondoka. Lakini pia alikuwepo pia Arthur Josephat Bada ambaye aliondoka kuja Singida Black Stars kwa mkopo. Kwa kuna wachezaji wengi pia ambao wameondoka kwenye kikosi cha Al Hilal wameenda kwenye timu zingine. Lakini pia tayari timu ina mwalimu mpya. Kwa hiyo ni kwamba na yeye anaanza kuitengeneza timu. Automatically hiyo inawapa faida Simba ambao wamekaa pre-season muda mrefu na timu. Lakini pia tayari walishaanza mechi za kimashindano. Ligi ya Mauritania bado haijaanza. Kwa hiyo wale wapo tu bado wanacheza tu hizi mechi za kawaida. Kwa hiyo Simba wamepata uwepesi kwa sababu ubora wa Al Hilal umepungua kidogo tofauti na vile ambavyo tuliona Al Hilal ile ikicheza kwenye mechi za kimashindano dhidi ya Young Africans, especially msimu uliopita ambao waliwafunga Yanga hapa Benjamin Mkapa. Ngelezo anasema pira tatu tayari limeanza kazi, kwamba ni ishara njema kwa Mental Pantev kwa timu kubwa kama Al Hilal. Pengine tunaweza tukaamini kweli Pantev ameanza na mkono baraka katika kocha ya Simba. Hiyo kwa sababu unafundisha Simba automatically ni rahisi kuanza vizuri bila kujua kama anacheza na mpinzani aina gani. Ingekuwa labda ni mechi ya kimashindano rasmi halafu akacheza na Al Hilal akashinda, tungesema ameanza vizuri. Lakini sasa wamekutana kwenye mechi tu ya kirafiki ambayo hata ushinde huuna popote pa kwenda. Sasa inawezekana kwenye hiyo mechi kimbinu kila mtu kuna vitu alikuwa anajaribu kuvitazama. Lakini Simba tayari kimbinu msimu huu imeshafundishwa na makocha tofauti. Matola kafundisha, Hemedi Moroko kafundisha, Fadlu David kafundisha. Kwa hiyo tayari wameshafundishwa na makocha watatu ndani ya kipindi kifupi. Lakini tayari wameshacheza mechi 2 za kimataifa, mechi 4 za kimataifa. Kwa maana zile za hatua za awali mechi 2, yes, moja ugenini moja nyumbani. Mechi 2 za kimataifa, wamecheza mechi 2 kwenye ligi. Kwa hiyo tayari wameshacheza mechi 6 za kimashindano rasmi kabisa. Halafu wamecheza mechi ya ngao ya jamii ambayo ni mechi ya 7. Sio? Kwa hiyo ndani yake mpaka leo anacheza na Al Hilal, Simba amecheza mechi 7 za kimashindano ambazo unaenda kutoa intensity ya uhakika kabisa. Al Hilal bado hajacheza mechi zinazofika 3 za kimashindano na wana mwalimu mpya na mwalimu kwa sababu mwalimu wao aliondoka, lakini pia tayari kuna mabadiliko baadhi ya wachezaji waliondoka kwenye timu. Kwa hiyo kuna vitu vipya vingi. Kwa hiyo ni advantage kabisa kwa Simba kwamba Simba wamenufaika zaidi na kucheza mechi nyingi za kimashindano ambazo zimewaandaa vizuri na kuwa na fitness nzuri ambayo inawasaidia kuwafunga nani? Al Hilal. Kwa hiyo ni mechi ambayo Simba wamenufaika na vitu kama hivyo kwamba wao wameanza mazoezi mapema, walikuwa na walimu wameshafundishwa sana, wana vitu vingi. Kwa hiyo wanachokifanya mwalimu ni kuja tu kugusa pale ambapo mwalimu aliyopita aliishia. Jonathan Soa pamoja na Jean Chazawa ndo wafungaji wa magoli mawili kwa upande wa Simba Sports Club. Jonathan Soa amekuwa na rate nzuri katika mechi zake ambazo anacheza. Kila mechi anakupa average nzuri ya kushinda. Kwako wewe mwalimu Pantev, ushauri amtumie Jonathan Soa, Suleiman Mwalimu, Dese Mukwala kutokana na jinsi ambavyo unawafahamu wachezaji wote watatu? Kwanza Tanzania nzima hii, kwa timu zote ambazo zinacheza Tanzania, hakuna timu ambayo ina mshambuliaji hatari mbele ya lango kama klabu ya Simba kwa kupitia mshambuliaji wake Jonathan Soa. Yaani hakuna klabu yenye mshambuliaji hatari kama Jonathan Soa. Kwa hiyo mwalimu yoyote anapokuja kwenye klabu ya Simba lazima jicho lake liende kwake. Na leo ni mechi ya kirafiki lakini kamtumia na kwa mtumia akafunga bao. Game iliyopita Soa hakuanza kwenye kikosi cha kwanza, timu ikiwa chini ya Suleiman Matola. Mechi ya Gaborone dhidi ya timu ikiwa chini ya Hemedi Suleiman Moroko, hajamtumia Soa kwenye kipindi cha kwenye mchezo wa kwenye kipindi cha kwanza. Soa ametumia kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate ambao walifunga bao. Hapa wanakutana tena kwenye mchezo mwingine wa kirafiki, wanacheza kwenye mchezo wa kirafiki kukiwa kuna mwalimu mpya lakini mwalimu mpya akamtumia. Maana yake ndani ya siku 2 ambazo tatu ambazo ametrain na Simba, tayari ameshaona attribute za nani za Soa, ndio maana ameenda kumtumia. Kwa hiyo kutokana na uwezo wa kocha Pantev wa kufanya pressing vizuri kwenye namna ambavyo timu zake zinafanya pressing vizuri, naamini Jonathan Soa atakuwa ni mwiba mkali sana kwenye ligi kuu kwa msimu huu unaokuja. Yes. Kwa hivyo itoshe kusema kwamba Simba leo alipata kipimo sahihi kwa Al Hilal katika mashindano ya kimataifa. No, yani hatuwezi sasa tusiseme wamepata kipimo sahihi.
ila wamepata mpinzani mzuri. Sio kipimo sahihi, wamepata mpinzani mzuri. Kwamba sometimes timu inaweza ikawa haijaimarika vizuri, lakini kwa ubora wa mchezaji mmoja mmoja ukakuonesha ABC ya nini ulichonacho. Kwa hiyo Simba wamekutana na Al Hilal ambayo inawezekana haina muunganiko mzuri sana wa kiuchezaji kwa sababu hawajacheza mechi nyingi za kimashindano, lakini kutokana na ubora wa mchezaji mmoja mmoja kuna vitu ambavyo tayari Simba watakuwa wamekutana navyo ambao vinawapa nini? Vinawaamsha usingizini kwamba huku tunaelekea kugumu na vitu kama hivyo. Yes. Tuondoke hapo tuzungumzie balaa jipya ambayo inasemekana huenda likaja Jangwani kwa upande wa kocha Felix. Jina lake la mbele ni gumu kweli. Kocha ambaye anatokea kule Madagascar, ambaye alikuwa anakinua kikosi hicho timu ya taifa ya Madagascar. Inasemekana huenda akatua Young Africans na Yanga wakaachana rasmi na kocha wao Romain Folz. Mimi napenda kumuita Mr. Minuno. Tetesi zinasemaje Alex Ngeleza? Tunayasikia ni ya kweli? Of course kwa bahati sijapata tetesi yote zaidi ya hizi ambazo tunaziona kwenye mitandao. Lakini pia sijui kwa nini, ila mimi sio kocha ambaye nina imani naye. Nimemwona kwenye michuano hii ya Chani, kwa maana kocha wa Madagascar ambaye anatajwa kwenda kujiunga na klabu ya Young Africans. Lakini kimbinu mimi sioni kama ni kocha ambaye anaweza kuwafavor sana Young Africans. Ni mwalimu ambaye anapenda sana timu ambayo inashambulia kwa kasi. Lakini unajua timu ya taifa tofauti na klabu Yes. Yaani timu ya taifa ina machaguzi mengi. Na kwenye klabu unatengeneza. Sasa Yanga kwa muda mrefu sana tujaiona ikiwa inacheza aina hiyo ya mpira. Kwa mbele kasi kwenye kushambulia. Mara mwisho ilikuwa ni Yanga ya Nabi. Hapa katikati Yanga ilikuwa inashambulia sana kwenye transition. On which inaweza ikawa ni plani nyingine ama inaweza kutupa sisi sababu ya pili ya kumuona mwalimu mpya anayekuja, lakini bado kwamba anaweza kuja kufanya kitu gani. Lakini mimi binafsi yangu sina imani naye sana kwamba anaweza kuifanya Yanga kuwa timu tishio. Nafikiri Yanga angemrudisha Miguel Gamondi kwa kipindi hiki, wangemrudisha Miguel Gamondi angewasaidia kuliko huyu mwalimu wa timu ya taifa ya Madagascar. Sioni kama kuna kitu kikubwa sana ambacho anaweza akaofa Young Africans, lakini kwa sasa hali ya Yanga jinsi ilivyo, Gamondi anaweza kuwasaidia zaidi kwa sababu anaijua vizuri timu, ni mwalimu mzuri, anajua namna ya kutengeneza timu, kutengeneza muunganiko wa kikosi, namna gani ambavyo anaweza kufanya game management, ni mwalimu mzuri sana. Angalia ndani ya kipindi kifupi alivyotengeneza Singida. Singida imekuwa timu nzuri sana. Singida inacheza vizuri kuliko Yanga kwa sababu ina mwalimu mzuri. Kwa hiyo ni bora wamrudishe Gamondi kwa sababu waliachana vizuri. Naamini anaweza kurudisha Yanga kwenye njia ili sasa wajipange kutafuta mwalimu mwingine. Lakini kwa Yanga hivi inavyocheza vibaya, wachezaji wanaonekana na fitness nzuri, kila mtu anacheza anavyojisikia. Hasa walete tena mwalimu mpya katikati ya mashindano. Sidhani kama inaweza kuwasaidia Young Africans. Kile mara nyingi wamekuwa wakifanya hivyo, unaona bado wanafanikiwa. Walifanya hivyo kwa kipindi ambacho Yanga ilikuwa timu nyingi zilikuwa zimechoka. Yaani Simba ilikuwa imechoka, Azam alikuwa amechoka, Singida ilikuwa imechoka. Sasa hivi hizo timu zote zimekuwa imara. Hata msimu uliopita ni uzembe wa Simba, ila Simba walikuwa na uwezo wa kwenda kwa mabingwa. Uzembe wa Simba na uzembe wa Singida Black Stars ndio ulipelekea Yanga kwenda kubeba nini? Kubeba taji. Tusimzungumzie Azam kwa sababu Azam ni timu ambayo kwa msimu uliopita ni timu ambayo ilikuwa imekufa tayari. Yaani ilijua yenyewe. Lakini kwa timu kama Singida walifanya uzembe wa kumtoa Patrick Osems. Wangemwacha Osems, Singida kwa namna ambavyo Yanga aliteleza zile game mbili na namna ambavyo alicheza game zake zofuata, Singida ile consistency ambayo walikuwa nayo, walikuwa na uwezo pengine kwenda kutoa taji. Simba nao wamefanya uzembe kwenye baadhi ya game dhidi ya Coastal Union, wanafanya makosa ya kizembe, wanajifunga. Mechi dhidi ya Fountain Gate wanafanya makosa ya kizembe, wamefungwa, wanajifunga, wanakuja kupoteza ubingwa kwa tofauti ya alama ngapi? 4. Tofauti ya alama na wanapoteza ubingwa. Ni uzembe wao kwa sababu pia wao wenyewe waligawa alama 6 kwa Yanga pekee. Kwa hiyo hata msimu uliopita Yanga hakuwa wanastahili kuchukua ubingwa. Ila uzembe wa Simba na wa Yanga wa Simba na Singida ulisababisha Yanga kwenda kubeba nini? Taji. Zile alama 6 ambazo Yanga alizidondosha dhidi ya Azam na dhidi ya Tabora ilipaswa kuwa na ile sare dhidi ya JKT ilipaswa kuwa tiketi kwa Simba kwenda kubeba taji, lakini mwisho siku alizembea. Wao wenyewe wakatoa alama 6, wakapoteza ubingwa na maisha yakaendelea. Itoshe kusema kocha anayekuja ambaye atasajiliwa huyo kutoka huko Madagascar ni kama Young Africans wanapiga bomu mochwali wakisema kwamba watengeneza kikosi lakini bado mateso tabaki pale pale. Of course inawezekana mwalimu inawezekana mwalimu akaja akafanya vizuri, inawezekana. Lakini pia inawezekana mwalimu akaja akafanya vibaya. Yote vyote ni vitu ambavyo vinawezekana. Kwa sababu hatujui wachezaji watapokea vipi kile ambacho mwalimu anafanyaje, anawaelekeza. Lakini what I believe ni kwamba
Ubora wa timu au consistency kwenye kupata matokeo inatokana na maandalizi ya wachezaji. Wachezaji wakiwa wameandaliwa vizuri, naamini kwamba wana uwezo wa kuisaidia timu kwenda kupata matokeo ambayo ni mazuri, lakini mimi bado nina mashaka na yule mwalimu mpya. Shukrani sana. Shukrani sana.